mengi yanayoongoza kwa kuua watu Tanzania na duniani kote, na haya magonjwa chanzo chake ni kimoja tu. Yaani chanzo chake ni kimoja. Kwa hiyo nisikilize kwa makini ili uweze kujua chanzo chake na namna ya kuweza kuondokana na haya magonjwa. Kwa mfano, ugonjwa wa moyo unaongoza kwa kuua watu wengi nchini pamoja na kwenye mataifa mengine. Ugonjwa wa moyo, iwe moyo kupanuka, iwe mshtuko wa moyo, iwe mapigo ya moyo si kufanya kwenda mbio, umeme wa moyo. Kwa watu wengi kwa mwaka wanapoteza maisha kwa sababu ya ugonjwa wa moyo. Lakini ugonjwa mwingine unaoongoza ni ugonjwa wa pressure. Watu wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya pressure ya damu, hasa pressure ya kupanda. Watu wengi wana changamoto hii ya pressure ya kupanda, hivyo wanapoteza maisha. Lakini ugonjwa mwingine ni kisukari. Watu wengi wanapoteza maisha kwa ugonjwa huu wa kisukari. Mpaka sasa hivi inatokea mtu akishagundulika na kisukari, yeye mwenyewe anaanza kuogopa kwa sababu anahisi muda wote atapoteza maisha. Ameshatengeneza hofu. Lakini ugonjwa mwingine unaoteketeza watu wengi ni ugonjwa wa kansa. Kansa ya aina yoyote ile, iwe kansa ya damu, iwe kansa ya kizazi, iwe kansa ya koo, kansa ya utumbo, kansa ya ngozi, kansa ya aina yoyote ni ugonjwa ambao pia unashika nafasi ya 4 kwa takwimu zangu na kwa takwimu zilizopo tu. Hata ukienda ukifuatilia takwimu mitandaoni, ni magonjwa ambayo yanaongoza kwa kuteketeza maisha ya watu wengi. Ugonjwa unaofuata ni magonjwa ya figo. Magonjwa ya figo na yenyewe yameshaingia kwenye listi ya kuteketeza watu wengi, kuondoa uhai wa watu wengi duniani. Lakini kuna magonjwa ya ini na pia magonjwa ya afya ya akili. Sasa tukiondoa magonjwa ya afya ya akili, haya yote niliyoyataja mwanzo, chanzo chake ni kimoja, na chanzo chake ni lishe mbovu. Yaani chanzo kikubwa ni lishe mbovu. Lishe mbovu ndio imepelekea magonjwa haya kujengeka na kuwa makubwa kufikia hatua ya kuanza kuteketeza maisha ya watu. Chanzo chake ni lishe mbovu. Ukiangalia changamoto ya moyo, changamoto ya pressure, changamoto ya sukari, changamoto ya uzito mkubwa, changamoto ya kansa, changamoto ya figo, sababu mojawapo inayosababisha hivi vitu vyote, huwezi kukosa kitu kinaitwa uvimbe ama inflammations kwenye mwili. Zote zinasababishwa na mwili kuvimba. Inflammations ndani ya mwili. Na inflammations ndani ya mwili zinasababishwa na lishe mbovu. Zote zinasababishwa na lishe mbovu. Kwa hiyo utamaduni wa kwetu sisi wa kula chakula ambacho sio sahihi, ama kula chakula kibovu, kula chakula ambacho hakina virutubisho tunavyovihitaji kwa ajili ya kuimarisha afya zetu, ndio umesababisha magonjwa haya yawe magonjwa tishio ulimwenguni. Magonjwa tishio ulimwenguni. Sasa leo nataka nikupe solution. Unawezaje kuepukana na haya magonjwa kama hujayapata? Lakini kama tayari yameshakupata, unawezaje kuondokana na haya magonjwa? Unawezaje kuondokana na haya magonjwa? Usiendelee kula sumu kama tiba ya haya magonjwa. Napomaanisha sumu, manake hakuna kidonge chochote kile kitakachokuwezesha kupona haya magonjwa isipokuwa wewe kubadilisha lishe, kwa sababu magonjwa haya yamesababishwa na lishe mbovu. Inflammations yoyote ile ndani ya mwili inasababishwa na kula vyakula vya wanga, kula vyakula vya sukari, kula vyakula vya mafuta ya mbegu. Kwa hiyo zingatia hizo sababu kuu 3 ama vyakula vikuu 3 vinavyopelekea watu wengi kupoteza maisha sasa hivi. Kwa hiyo sitaki na wewe uwe miongoni mwa hao watu.
Namba moja nimesema vyakula vya wanga, hasa tunaongelea wanga nyepesi, vyakula vya wanga nyepesi kama vile wali, ugali, vyakula vya ngano vyote, na maanisha hapa mandazi, mikate, chapati, vyakula vya tambi, keki na kadhalika. Hizo zote ni wanga nyepesi ambazo zinapelekea inflammations ndani ya mwili ama uvimbe ndani ya mwili. Na mwili uvimbe ukishatokea ndani ya mwili, tayari tunapata matatizo ya moyo, tunapata matatizo ya pressure, tunapata matatizo ya kisukari, tunapata matatizo ya kansa, tunapata matatizo ya uzito mkubwa, tunapata matatizo ya figo, tunapata matatizo ya ini. Ndio maana sasa hivi kuna ugonjwa unakuja kwa kasi ambao unaitwa fatty liver. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo unatakiwa uepukane navyo kwa gharama yoyote ile. Lakini vyakula vya pili ambavyo vinasababisha inflammations ndani ya mwili ni vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari. Hapa tunazungumzia soda, tunazungumzia energy drinks, tunazungumzia matunda yenye sukari nyingi, tunazungumzia vyakula kama asali, tunazungumzia vyakula kama bia. Vyakula vyote ambavyo vina sukari ndani mwake, epukana navyo kwa sababu vinaenda kusababisha inflammations ama uvimbe kwenye mwili. Uvimbe ukishatokea kwenye mwili, tayari pressure inatokea, kisukari inatokea, matatizo ya moyo yanaanza, matatizo ya figo yanaanza, matatizo ya kansa yanaanza na kadhalika. Kwa hiyo achana na hivi. Ndio maana kwenye programu zetu nyingi, kama umekuwa ukinifuatilia,